It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Bado nikiwa nazidi kukujuza yote ambayo yanajiri pale Islamabad nchini Pakistan baada tu ya kufeli kwa mazungumzo kati ya Irani pamoja na Marekani. Sasa Pakistan imeeleza msimamo wake kuhusu haya mazungumzo ambayo yamefeli huko Islamabad, ambapo imeeleza kwa kina kabisa kile ambacho kimetokea, kilichoafikiwa na juhudi zake katika kuleta amani kati ya Iran na Marekani ziko vipi kwa hivi sasa. Kupitia waziri wa mambo ya nje wa Pakistan na pia naibu waziri mkuu ambaye ni Ishaq Dar, ameweza kutoa hotuba fupi akielezea jinsi ambavyo hali ilivyo kutokana na mazungumzo hayo ambayo yameweza kufeli pale Islamabad. Na nukuu hotuba ambayo Ishaq Dar ameweza kuitoa. Nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani kwa kuitikia wito uliotolewa na Waziri Mkuu wa Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif wa kusitisha mapigano mara moja katika eneo hili, pamoja na kukubali mwaliko wa Waziri Mkuu wa kufanya mazungumzo ya amani hapa Islamabad. Ujumbe wa Marekani uliongozwa na Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance, na ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran uliongozwa na Spika wa Bunge la Iran Bagher Ghalibaf walitua nchini Pakistan jana kushiriki katika mazungumzo haya ya Islamabad. Mimi nikishirikiana na mkuu wa majeshi ya ulinzi na jenerali wa jeshi Field Marshal Said Asim Munir tulisaidia kupatanisha duru kadhaa za mazungumzo makali na yenye tija kati ya pande hizi mbili. Mazungumzo hayo yaliendelea kwa saa 24 zilizopita na kukamilika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya Pakistan, ningependa kutoa shukrani kwa pande zote mbili kwa kuthamini juhudi za Pakistan katika kusaidia kufanikisha usitishaji huu wa mapigano na nafasi yake kama mpatanishi. Tunatumai kwa pande zote mbili zitaendelea na moyo huu wa ushirikiano ili kufikia amani ya kudumu na ustawi wa kanda nzima na kwingineko. Ni jambo la lazima kwa pande husika kuendelea kuheshimu ahadi yao ya kusitisha mapigano. Pakistan imekuwa na itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuwezesha ushirikiano na mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani katika siku zijazo. Mwisho wa hotuba ya Ishaq Dar ambaye ni naibu waziri mkuu pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, ambapo ametoa hotuba fupi akieleza msimamo wa Pakistan kuhusu mazungumzo ambayo yameweza kufeli kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini kuna sintofahamu kubwa sana ambayo imeweza kutokea kufuatia mazungumzo haya. Baada ya kile ambacho kilitarajiwa kwamba huenda kikatimia, basi kimekuwa tofauti kidogo na imekuwa ni vice versa yake. Yani kile ambacho kilitarajiwa sasa hakikutarajiwa kama ambavyo ilitarajiwa. Mambo yamegeuka kuwa ndivyo sivyo. Yani kama ni juu chini, basi imekuwa ni chini juu, kwa sababu mazungumzo yameweza kufeli na kila mmoja anarejea nchini kwake, ambapo tayari Marekani ujumbe ukiongozwa na JD Vance, makamu wa rais, pamoja na Steve Witkoff, Jared Kushner na wajumbe wengine wamekwisha anza safari na sasa hivi wako njiani wakirudi Washington DC nchini Marekani baada ya mazungumzo haya kufeli. Basi mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote, nitaweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa, hasa baada ya taarifa kubwa ya kusikitisha, bad news ya mazungumzo kuweza kufeli kati ya Irani pamoja na Marekani. Kwa taarifa zaidi, endelea kuungana nasi Zone Media hapa. Tutakujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.